msingi ya kuyasoma usome Qur'an, lakini katika mambo ya msingi ya kuyasoma usome Qur'an na uisome tauhidi. Tauhidi ingia katika nafsi yako, kwa sababu mambo ya shirki yamekuwa ni mengi, ushirikina ni mwingi, uchawi ni mwingi, wala watu hawaogopi kwamba uchawi ni kufuru, hawaogopi kupiga ramli na hali ya kuwa ramli ni kufuru. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man ata arrafan au kahina fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Atakayemwendea mpiga ramli au atakayemwendea kuhani alafu akamsadikisha aliyoyasema taire, basi huyo atakuwa amemkufuru Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ameyakufuru yaliyoteremshwa juu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haya, niambie wewe, mtume wako ni nani? Danieli? Joshua mwana wa Nuni? Nabii wako ni nani? Si Muhammad? Anasema umemkufuru tayari, kwa sababu tu ulikwenda kwa mpiga ramli ukamsadikisha. Ramli ambazo hata katika hizo sheria za kidunia ni kosa la jinai, wanaziita ramli chonganishi. Mama yako kakuroga, jirani yako mchawi, fulani kakufanyia hivi, ni uchonganishi na fitna. Hazikubaliki katika Jamhuri ya Muungano hii, hazikubaliki katika sheria ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini wewe ndio unaoziamini na wavunja dini yako kwa sababu huna tauhidi. Lakini yote haya yanakuja kwa sababu tumekubali kuukumbatia ujinga. Tunapiga vita mambo ya msingi, tunapiga vita tauhidi. Watu wanaozungumza maneno kama haya, sisi ndio tunawapiga vita. Wale wakija tu shirki, wataka watu waje wape visa hapa vya Unju bin Unuki kwamba alikuwa mtu mrefu huyo. Watacheka nini bwana? Dini haiendi namna hiyo. Dini si maigizo bwana. Tunatakiwa tusome, tumjue Mola wetu, tuijue tauhidi ya kweli, tushikamane nayo.